Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii tutakuelekeza jinsi gani unaweza kufanya implementation au utekelezaji kwa walimu mwaka 2026. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii ya YouTube, hakikisha una subscribe na kuwasha alama ya kengele ili kuweza kupata update mara kwa mara pale tutakapo upload video nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Ili kuweza kufanya implementation utaingia katika akaunti yako ya ESS. Utakwenda login, utaingiza taarifa zako. Subiri iweze kuload, mtandao kidogo uko down. Utaweza kusubiri ili mfumo uweze kufunguka vizuri. Mimi imenileta moja kwa moja hapa kwa sababu nimetoka kulogin muda si mrefu. Kwa hiyo wewe utaingiza check number yako pamoja na password kuweza kulogin. Baada ya hapo utakuja katika moduli ya utendaji kama unavyoiona moduli ya utendaji. Utaibonyeza. Baada ya hapo utakuja katika hizi sidebar mbili hapo kuweza kupata moduli ya implementation. Baada ya hapo utabonyeza hapo implementation and monitoring. Utaweza kubonyeza hichi kimshale ili kuweza kufungua employee. Utabonyeza hiyo employee. Baada ya hapo utarudi tena utabonyeza hivi vimshale kuweza kuifunga hii menu. Baada ya hapo utaona subtask zako zote kama tunavyoziona. Sasa utakapofika hapo utahitajika kuweza kufanya implementation. Sasa utekelezaji wako utaweza kujaza hapa. Sasa utajazaje? Kama tunavyoona tunatumia simu, na kwa matumizi yetu ya simu haya kuna baadhi ya zile action hatuzioni, action button ile hatuzioni, na tukislide haionekani. Utakachokifanya, nenda karuhusu mode ya rotation. Baada ya hapo rotate simu yako. Utakapo rotate kama hivi tutaona yale machaguo ama zile action button zetu. Onyesha hapo tunaziona action zetu button hizi mbele ya kila subtask. Sasa hizo ndizo ambazo utazitumia kuweza kufanya implementation. Mfano nataka kufanya implementation ya kusimamia zamu. Kama tunavyoona hapo nimeandika kusimamia zamu shuleni mara 3 kwa mwaka. Nitabonyeza hivyo vidoti vitatu kwa hiyo subtask. Baada ya hapo itakuja hapo kulipoandikwa add progress details. Utabonyeza. Utakapobonyeza ili uandike vizuri utarudisha katika mode ya kawaida. Utairotate simu yako. Baada ya kufika hapa utakwenda kwenye description, utaandika comment kama umesimamia zamu. Utakwenda katika implementation status. Utachagua in progress kwa sababu bado unaendelea, ndo umesimamia zamu kwa mara ya kwanza kati ya 3. Na zeni hapo chini tutaenda kuandika percentage. Sasa description nasema kwamba zamu ya kwanza imesimamiwa. Labda niongeze vizuri. Baada ya hapo kwenye implementation status utachagua in progress. Baada ya kuchagua in progress utakuja katika implementation percentage hapa chini. Sasa wewe umeandika zamu utasimamia mara 3. Maana yake percentage yake kama ukisimamia mara ya kwanza itakuwa ni 33. Unaipataje? Utachukua 1 chini ya 3 kwa sababu umesimamia mara 1 chini ya 3 utazidisha na percentage ya 100. Jibu utakaolipata utapata percentage ya mwezi
wa kwanza ambao umeusimamia. Baada ya hapo tutasave implementation yetu. Tutakapo kuandikia subtask progress saved successfully, basi tayari imekaa vizuri kama tunavyoiona. Rotate, tunaiona hiyo hapo. Kwa hiyo baada ya hapa tumeshaisave, tunatakiwa kuituma. Utarotate simu yako tena vizuri ili uweze kuiona hii hapa. Umeona Lakini status inasema not submitted. Usipoituma maana yake hii haitaifikia, haitafika kwa supervisor yako. Utabonyeza tena vidoti vitatu. Baada ya hapo utachagua submit, then yes submit. Baada ya hapo tunaona kwamba progress submitted successful. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tayari umesha submit hiyo implementation yako ama utekelezaji wako wa mwaka kwa subtask ya kusimamia zamu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo utafanya implementation kwa subtask zote. Utafanya kulingana na kile ambacho umekiandika. Kama utasahisha mitihani 20, basi utakwenda nayo percentage hiyo mpaka itakapofikia 20. Tunaona ni subtask kama 6. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo utafanya implementation. Kwa maelezo zaidi, basi unaweza ukaweka comment hapo, jumbe yako kwenye comment section, tutausoma na tutakujibu.